Tunataka tuombe ili tujifunze neno la Mungu katika jioni ya leo, ambapo ni muda wa saa 7:50. Tupo kwenye muda mzuri wa tafakari ya neno la Mungu, na tutakuwa katika kitabu cha Marko, ile sura yake ya 14 mstari wake ule wa 3 na wa 5. Ni waalike wote kwa ajili ya maombi. Mungu wetu na Baba yetu, huu ni muda mzuri wa tafakari ya neno lako. Tunakwenda kujifunza neno lako katika Marko 14 mstari wake wa 3 na wa 5, na tutaendelea. Baba, tusaidie Roho wako Mtakatifu kuweza kutumulikia kwa ajili ya neno lako na uelewaji. Tukajalia hata ndugu na dada watakaosikiliza neno lako hili, Bwana, ikawe taa juu yao kulingana na wakati tulionao, wakati wa nyakati ambapo mafundisho ya uongo yameingia katika kanisa. Tusaidie Kristo, tuonekanie Bwana, neno lako jalie katika maisha yetu, tufungue tuliponye na tuweze kurithi uzima milele kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Ndiyo, acha niwakaribishe katika usomaji wa neno la Mungu katika Marko ile sura yake ya 14 ule mstari wake wa 3 na wa 5. Naye alipokuwa hapa Bethania, nyumbani kwa Simeoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha maramu ya nardo safi ya thamani nyingi, akaivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Mstari wa 4, palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao, wakisema, kwani kupoteza maramu namna hii? Maana maramu hii ingeweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewe maskini. Wakammulikia sana yule mwanamke. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapoangalia somo hili, tunakwenda kulipa jina kwamba Yesu yuko hai. Yesu yuko hai ndiyo kichwa cha neno letu hili. Yawezekana ukinipa masikio yako angalau kwa dakika 10 au dakika 15, utapata kunufaika zaidi. Baada ya kumtazama Mariamu akivunja adabu za kitamaduni za kidini za wakati huo, hadhira isiyojali kuaibuka kwa wimbo wa umoja wa ukosaji wa kejeli, kwamba Mariamu alikuwa katika wachache katika kile kinachoonekana kuwa alama moja tu kwenye kalenda ya matukio ya umilele. Maria alivunja na kumwaga jumla ya mwili wake wote na ubinadamu aliyokuwa nao. Alikubali kupoteza, wakati hiyo inaweza kuwa si halali ya kila mwanadamu. Amina. Wakati Mariamu, kumbuka kwamba Mariamu alikuwa kahaba. Mariamu ni dada yake Lazaro na Martha, na huku Bethania ndio kwao kabisa.
Sitoingia sana kwenye jiografia ya Bethania na Yerusalemu, lakini inasemekana kwamba kuna mwendo kama wa siku moja kutoka Bethania kwenda Yerusalemu. Kwa kweli si kijiji kilicho mbali sana na Yerusalemu, ni kijiji kilicho karibu na Bethania. Hiyo iliitwa mji wa Martha na Mariamu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa kweli, lakini tunakuja kuona Yesu yuko Bethania katika nyumba ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu mwenye ukoma. Yuko mezani kwa ajili ya kula chakula. Mwanamke huyu akaja na kibwenga cha marashi, labda hapa siku ya leo tuseme perfume, na tena ni perfume ya bei ghali sana. Alipofika nayo pale, akaikunja na akaimimina juu ya kichwa cha Yesu Kristo hadi miguuni pake. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kisa hicho kiliwaumiza sana wanafunzi wake. Ijapokuwa wanafunzi hawakutaja wale walioumia, lakini wao walioumizwa na kitendo hicho, na wasomi wa Biblia wanasema mojawapo alikuwa ni Yuda, kwa sababu yeye alikuwa mpendezi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na katika hali hiyo wao kuumizwa, lakini Yesu alionaje kitendo hicho cha kumiminwa hayo marashi? Bwana Yesu atukuzwe sana. Yesu yeye alijaribu kuwaonyesha ya kwamba huyu mama alichokitenda ni kitu kikubwa sana. Yeye ametoa vyote alivyokuwa navyo na amekubali kunimiminia mafuta haya kwa ajili ya mazishi yangu yaliyoko hapo mbeleni. Kwa hiyo alikuwa akimwandaa Yesu Kristo kwa ajili ya mazishi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa kweli unaweza kufika wakati watu wasielewe nini unachokifanya. Wakati huo unaweza kufika wakati wowote unapotenda kitendo chema, lakini watu wakakukejeli, lakini watu wakakuone kwamba umekosea. Kumbuka kwamba wengine wanaweza shindwa kujua nini unachokifanya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini Mariamu hakujali kejeli, hakujali kudharauliwa ya kwamba yeye hastahili kufanya hicho. Mariamu alitenda kulingana na kile Roho alichomfunulia kutenda. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yesu anajibu kule mwisho, ukishuka na maandiko kule mwisho, anampongeza Mariamu kwamba huyu ametenda tendo jema. Bwana Yesu atukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Oh, haleluya. Mungu wetu ni mwema sana. Kwa hiyo Yesu Kristo aliandaliwa katika mazishi yake, na hakuishia tu hapo Bethania. Alirudi Yerusalemu, na aliporudi Yerusalemu, huko ndiko mambo yalikwenda kubadilika sasa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Acha tusome ule mstari wa 6. Tuone nini kinachoendelea. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Watu wanaweza kukudharau kwa kile unachokitenda, watu wanaweza shindwa kukuelewa kwa kile unachokitenda, lakini kumbuka kwamba Mungu anapendezwa na kazi yako. Mungu anapendezwa na huduma yako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Wakati ule ambapo watu wanaweza shindwa kukuelewa kwa sababu ya tamaa za kimwili, kwa sababu ya hali za binadamu, watu wanaweza shindwa kukuelewa, lakini fuata kile ambacho Roho yuko anasema. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kamwe usipoteze mtu
anapozingatia huduma ya Mariamu, amenitendea kazi njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo imekuwa ni huduma sasa Mariamu. Huduma ya Mariamu ilikuwa ni kumtendea mtu jambo njema. Bwana Yesu atukuzwe sana. Maria alichagua kushiriki katika huduma kutokana na yale ambayo wazo la kudhihirisha uzuri kwa ukamilifu wenye upatano. Hakuanza tu, bali alikamilisha kazi aliyoifanya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kumbuka kwamba Mariamu ni kama vile chombo kilichotumiwa kuja kukamilisha mazishi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Usijidharau. Usijidharau. Bwana Yesu atukuzwe sana. Usijidharau. Wakati watu wanaweza kuona kama hawafai, kumbe wewe ndio unafaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua wengine si kwamba napongeza uwe mwenye dhambi kama Mariamu alivyokuwa, lakini tubu kwa Mungu, tubu kwa Yesu na uweze kubadilika, kumishia Mungu aweze kukutumia kama ipasavyo. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa pili tunakwenda kuona ilikuwa kazi ya kimungu juu yangu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ina maana Yesu Kristo alipokea mafuta yale kama ukamilifu wa kazi ya Mungu juu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hiyo inakupa fursa na wewe. Samahani. Hiyo inakupa fursa na wewe ya kukubali kutumiwa na Mungu hata kama wewe haustahili kutumiwa na Mungu. Kama mwanadamu yeyote aliyoko hapa duniani, Mungu anaweza kumtumia. Hata akiwa mtu wa dhambi wa aina gani, Mungu anaweza kukutumia kwa wakati wowote ule ambapo Mungu anajua nini anafanya na wewe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kwa hiyo kaa makini, kaa kwa kutumiwa na Mungu, kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu. Haukujikumba mwenyewe wala utajitokeza mwenyewe. Bwana Yesu atukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Tunakwenda kuona katika somo letu hapa, Mariamu alichukua nafasi sio tu kuhudumu kwa ajili na kwa Mungu, bali kwa Mungu tu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ina maana Mariamu katika kufanya lile jambo hamkukuwa faida ya Mariamu kama alivyofikiria kwamba baada ya kupaka mafuta mimi nitakuwa hivi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Isipokuwa alitumika kwa sababu Mungu amempa fursa ya kutumika. Baraka zitakazojitokeza hizo zitakuwa sasa nyingine tofauti ya kile Mungu alichokiandaa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ni wakati unapomtumikia Mungu, usiangalie nyuma, usiangalie faida za kimwili. Unapojitoa kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu kadri ya vile anavyokwenda kukuongoza na kukutia Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika wakati ulipokuwa umesimama katika uvuli wa msalaba, Mariamu alijitoa kwa Bwana kwa namna ya moyo uliovunjika, uliowekwa wakfu na kumkumbuka na kujitoa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Hebu fikiria kama vile rais amefika mahali, wewe mtu wa chini, ili uweze kumfikia rais yule unahitaji ujasiri. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwanza kumbuka, amezungukwa na vikosi, amezungukwa na wengine wenye mamlaka. Kumbuka pia si rahisi kumfikia na kumgusa au kusema naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Mariamu alijitolea.
na kwenda, kwa sababu alikuwa kwenye ramani ya Mungu. Mimi nimewahi kuona watoto wadogo kama pale Kalemi, wakati Rais Mobutu alikuwa bado yungali hai. Kuna mtoto mmoja aliyetaka kuona Rais Mobutu, lakini akajikuta kwamba yeye hana uwezo wa kupita pale. Alipanda juu ya mti mkubwa huko. Alipopanda juu ya mti mkubwa, ikabidi, unajua security, kama security ya rais inakuwa inazunguka pande zote. Kwa neema ya Mungu, security ikamwona yule mtoto, ikamwambia mtoto, shuka, kama vile Zakayo alivyokuwa na nia ya kumwona Yesu Kristo. Yule mtoto akaambiwa shuka. Aliposhuka, moja kwa moja wakamchukua, wakamuuliza, tatizo lako nini mpaka upande kule? Eti nataka nimuone rais, namsikiaga Rais Mobutu ila sijamuona, nataka nimuone. Wakasema sasa hii ndio fursa kwenda kumuona. Wakampeleka mpaka mbele ya rais. Rais akamgusa, akambariki na akampa na bahasha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wetu ni mwema sana. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa nia ya Mariamu. Unajua kwamba alipojitoa, hakujitoa ili kwamba kuwe na manufaa ya kimwili. Alijitolea ili atimize makusudi ya Mungu. Na alipofanya hicho, baada ya hapo kulitokea manufaa sasa. Mariamu alibaki kuwa mwanafunzi wa Yesu, tena mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hayo aliyoyatenda Mariamu yatatajwa kwa ukumbusho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatatajwa kwa ukumbusho wake. Acha tusome Biblia katika ule mstari wake wa 9. Hebu shuka pale chini tuone mstari wa 9. Amini nawaambia, acha nisome kwa Swahili ya Kongo, maana huko ndiko nimetoka. Kweli ninawaambia, kwa ajili ya kukumbuka mwanamke huyu, tendo lile alilofanya litaenezwa popote, habari njema itakapohubiriwa katika dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nini maana yake? Maana yake Mariamu hatasaulika. Mariamu atatangazwa duniani pote katika habari njema, katika kufundisha. Mariamu atatajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba mpaka leo Mariamu bado anaishi. Bwana Yesu atukuzwe kwa sababu ya matendo mema. Jioni ya leo nataka nikuonyeshe kitu kidogo ambacho kitakutia moyo wewe kuweza kuishi kama alivyoishi Mariamu wakati alipotimiza mgao wake aliopewa na Mungu. Kwanza ni kutoogopa. Pili ni kuisikia sauti ya Mungu na kufuata. Tatu ni kutokujali watu wakati watakapokusema vibaya. Bwana Yesu atukuze sana. Amen. Na uwe tayari kusamehe. Uwe tayari kusamehe ili kuishi katika huduma ya Mariamu. Bwana Yesu atukuze sana. Kumbuka kwamba kichwa chetu cha habari na somo hili litaendelea. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutaona wanafunzi wawili ambao watakuwa katika safari wakati Yesu tayari amekwisha kufufuka. Hiyo ni dondoo tu ambayo nimependa nikuwekea hapa. Bwana Yesu atukuze sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nne yake ni kwamba ujikabidhi kwa Mungu. Yaani uwe sacrifice, uwe dhabihu. Maana dhabihu haijalishi muda wowote anaweza kutumiwa na Mungu. Wewe kama uliyeitwa na Mungu, wewe kama uliyeumbwa na Mungu, uwe tayari kwa kutumiwa na Mungu wakati wowote. Hata kuziona dhambi zako, Mungu anaweza kutumia pamoja na dhambi zako. Yeye atakuongoza na utakwenda kutengeneza maisha yako na utatubu, na baada ya kutubu Mungu atakutumia kwa sana.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja tuone andiko la Warumi ile sura yake ya 5. Tutasoma ule mstari wake wa 8 na mstari wa 9 katika kitabu cha Warumi ambao unaanza kuimba hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mstari wa 9, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huduma ya Mariamu ipo ulimwenguni pote mpaka sasa. Nimetamani tushirikiane na wewe katika somo hili la kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo kama alivyoandaliwa na Mariamu, hakuishia tu kuandaliwa na Mariamu. Alifika mahali akafa, akafika mahali akafufuka, akafika mahali akapaa. Na hii ni mwanzo wa mafundisho yetu. Huu ni mwanzo wa mafundisho yetu, na tutafika karibuni. Atakuja kufanya nini? Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Basi niombe usimame kwa miguu yako tuweze kuomba Mungu kwa kuahirisha somo letu hili na kuliweka watu mbele za Mungu. Baba, asante mtakatifu, nimekuwa na Bwana wako mahali hapa huku tukijifunza neno lako. Tulikuwa tukiangalia wengine wanamuonaje Yesu kwa siku ya leo. Wengine wanamuona kama mtume tu, wengine wanamuona kama nabii tu, wengine wanamuona kama mwana wa Mungu tu, lakini sisi tunamkubali kuwa Mungu aliye hai na Mungu aliyeshinda kifo na mauti. Baba, utusaidie katika mpango huu wa mafundisho ambao tumeanzisha kwa ajili ya wote watakaotutazama kwenye TV, watakaosikiliza kwenye TV, watakao sambaza. Mungu kawabariki, watakao subscribe kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba mpango huu hautaishia hapa, unakwenda ulimwenguni pote. Jalia wana wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Katika wasikilizaji wetu nilikuwa na mama Josephine Gaston ambaye alikuwa ni msikilizaji wangu, na nyuma ya kamera tuko na Josafati John Chuma ambaye anashikilia kamera. Mungu awabariki sana.